Kwa mara nyingine leo limeendelea kuwahoji watuhumiwa 38 wa kituo cha sheria na haki za binadamu kwa madai ya kukusanya na kusambaza taarifa zisizo sahihi za matokeo ya uchaguzi mkuu kwenye mitandao ya kijamii kinyume na kifungu cha 16 cha sheria inayodhibiti matumizi ya mitandao. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kamishna wa polisi kanda maalum Dar es Salaam CP Suleiman Kova amesema watuhumiwa hao 38 wanadaiwa kukiuka masharti waliopewa na tume ya uchaguzi ya kuwa waangalizi wa ndani na kutotoa maoni au kusambaza matokeo waliokuwa wakikusanya. Amesema jeshi la polisi kupitia kitengo chake cha sayansi ya uchunguzi cha makosa ya jinai Forensic Investigation Bureau kimebaini kuwa makosa ya jinai yaliyotendeka kupitia katika mitandao mbalimbali ya kijamii kinyume cha kifungu namba 16 cha sheria namba 14 ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Hivyo ikithibitika na mwanasheria mkuu, watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani. Zilipatikana taarifa za kuaminika kwamba kituo hicho kilikuwa kinaenda nje ya mipaka yake na walikuwa wanakusanya taarifa mbalimbali wakitumia wakala. Walikuwa wameweka wakala wao nchi nzima, ambao wale wakala walikuwa wakikusanya taarifa zile za matokeo na kuzileta huku makao makuu huku Dar es Salaam, na baadaye zile taarifa zikawa sasa zinasambazwa. Kamishna Kova amesema sambamba na tuhuma hizo, kituo hicho cha sheria na haki za binadamu walikiuka sheria ya uchaguzi pamoja na maelekezo ya NEC waliopewa ya uangalizi wa ndani na nje sehemu ya 9 na 12 ambayo yanazungumzia kuheshimu na kutii sheria za Tanzania, kutotoa maoni au kuingilia mawasiliano ya tume na kutoa maoni kwa umma juu ya mchakato wa uchaguzi wakati zoezi la kupiga kura likiendelea. Yaani tume ndio pekee ilikuwa na uwezo wa kufanya kazi ile ya kukusanya na kutoa matokeo kwa wakati mwafaka. Sio mtu yote tu kabla hata matokeo hayajatangazwa rasmi na tume, wewe sasa unakuwa na kimbelembele. Unaanza kupeleka kwa watu, fulani kapata kura hizi, fulani kashindwa, fulani anaongoza kwa kura hizi. Haya mambo yalifanyika, lakini hatukutegemea kwamba tume ya haki za binadamu ambao wengi wao ni wanasheria, hatukutegemea kwamba nao wanaweza kufanya kosa kama hilo. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.